Habari na karibu kwenye ufunuo unaofichuliwa. Leo tuna mada ya kusisimua sana inayohusiana na mavuno ya ngano. Ni jambo la kushangaza sana ukishaliona. Inahusiana moja kwa moja na kundi la kabla ya dhiki, mabaki yatakayotumika kuleta kundi la katikati ya dhiki linalofuata, na yote yameunganishwa na aina mbalimbali za ngano. Kile tutakacholenga ni kundi la mabaki kutoka miongoni mwa hawa wa kabla ya dhiki, ambao watabaki kuhudumia lile kundi kubwa la katikati ya dhiki hadi watakapokuja kwenye lile kundi kubwa la katikati ya dhiki. Wacha nikuonyeshe baadhi ya haya. Katika Luka sura ya 12 tumefanya utafiti kuhusu hili, sawa? Katika Luka sura ya 12 kuanzia mstari wa 35 tunaona hili hapa. Utaona kwamba kuna makundi matatu ya watendakazi katika sehemu hii, kwa sababu kuna kundi la mabaki kutoka kwa bibi harusi wa kabla ya dhiki, kuna kundi la mabaki kutoka kwa lile kundi kubwa la katikati ya dhiki, na kuna kundi la mabaki kutoka kwa kurudi kwa Bwana baada ya dhiki, sawa? Haya ni makundi matatu, pamoja na kuna kundi la mitume kutoka kwa Yohana, lakini ndani ya injili za sinoptiki kuna makundi matatu yanayobaki kumtumikia Bwana. Tazama hii. Katika Luka sura ya 12 mstari wa 35, viuno vyenu na vifungwe na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi mjifananishe na watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, na atakapokuja na kubisha wamfungulie mara moja. Heri wale watumishi ambao bwana wao atakapokuja atawakuta wakiangalia. Amin, nawaambia, atajifunga mkanda, atawaketisha mezani kula, naye atakuja na kuwahudumia. Unaona, hii ni mazungumzo yanayotokea tu katika Luka sura ya 24, ambapo anaketi pamoja nao, anawakaribia na kuwahudumia na kula nao, sawa? Katika kitabu cha Marko, mwishoni mwa Marko sura ya 16 ni tofauti kabisa. Katika Mathayo sura ya 28 ni tofauti kabisa. Tuna mafundisho kuhusu hilo. Nasikiliza anachosema katika mstari wa 38, na ikiwa atakuja katika zamu ya pili. Kwa nini unadhani kuna zamu ya pili? Kwa sababu zamu ya pili ni wale 144,000 unaowaona wamefungwa muhuri katika Ufunuo 7 kabla ya ule umati mkubwa katikati ya dhiki, na hao ndio watakaohudumu wakati wa baragumu. Na sasa inasema nini? Au katika zamu ya tatu. Sasa nani anaweza kuwa zamu ya tatu? Hiyo bila shaka inahusiana na yale makabila 12 ambao watamhudumia Bwana wakati wa utawala wa miaka 1000 atakaporudi akiwa amekanyaga miguu duniani. Wataenda kufundisha njia za Bwana, na wao wanawakilisha malango ambayo kila mtu atapitia ili kuja na kumwabudu Bwana wakati wa utawala wa miaka 1000. Ni ajabu jinsi mambo hayo yanavyofanya kazi, sivyo? Ni kamilifu ukilienewa. Lakini nataka kuangazia hii kundi la kwanza la mabaki, sawa? Hili kundi la kwanza litakalokuwa likikesha, ambalo watakuja na kuketi nao, kula nao na kuwahudumia, sawa? Kwa sababu hili kundi linatoka miongoni mwa bibi harusi wa kabla ya dhiki, sawa? Ni akina nani? Sasa unaona hapa wanahusiana na Smana. Tayari tumefundisha kuhusu hili. Wanahusiana na Smirna. Na sikiliza inachosema kuhusu Smirna: ninajua matendo yako na dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe ni tajiri. Usiogope mambo hayo utakayoyapata. Tazama, Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtapata dhiki kwa siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na asikie Roho anachosema kwa makanisa. Yeye ashindaye hatadhurika na mauti ya pili. Kwa hiyo utakachogundua hapa, baadhi yenu mtatupwa gerezani na baadhi yenu mtauawa, sawa? Sasa angalia hii. Ukienda kwenye mazungumzo ya Luka, utaona katika Luka sura 21 mstari wa 36, unyakuo wa kabla ya dhiki unatokea kabla ya mambo haya yote kuanza. Halafu inasema nini? Basi kuna kundi la mabaki. Sasa yaliyo juu yameanza. Ameshachukua bibi harusi wa kabla ya dhiki, na anarudi kama mpanda farasi mweupe siku ya 8 kutimiza kipindi cha siku 40 kama tulivyofundisha. Lakini sasa kuna mabaki wanaomsubiri, ambao walikuwa sehemu ya bibi harusi, lakini walichaguliwa, ambao walikuwa wameandaliwa na kuchaguliwa kubaki na kumtumikia Bwana. Sasa angalia kinachotokea. Inasema katika mstari wa 12 wa Luka 21, lakini kabla ya haya yote watawakamateni na kuwatesa, wakiwapeleka katika masinagogi na magerezani, na mtafikishwa mbele ya wafalme na watawala kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 16, nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu na jamaa na marafiki, na baadhi yenu watawasababisha kuuawa.
Kwa hivyo kati ya mafundisho yote matatu ni Luka pekee ambaye ametaja magereza, kama vile katika Ufunuo 2 kuhusu Smirna. Na pia inasema baadhi yenyu mtauawa kama ilivyo kwa Smirna. Hii ni kundi la mabaki kutoka kwa bibi harusi walioteuliwa kubaki ili kumtumikia Bwana. Na ukifika Luka 20, sikiliza inachosema, tukishuka chini kwenye Luka 21 mstari wa 36, inapozungumzia kuhusu kabla ya dhiki. Hii ndiyo aya ya kabla ya dhiki. Kesheni basi mkiomba siku zote, ili mpate kuhesabiwa kuwa wamestahili kuokoka mambo haya yote yatakayokuja, na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Unaona hiyo? Ni nani waliohesabiwa kuwa wamestahili? Ni wale wa kabla ya dhiki. Ni nani watakaobaki kumtumikia Bwana miongoni mwa wale wa kabla ya dhiki? Sasa angalia hii. Tunawaona katika katika Luka sura ya 20, ambapo kuna ile hadithi ambayo ni tofauti katika Luka, Marko na Mathayo. Ni jambo la kuvutia ukishalielewa na kujua kwa nini kuna tofauti hizi. Lakini kuhusu yule mwanamke wa waume 7 wakimuuliza Yesu, mbinguni atakuwa mke wa nani? Luka 20:35 anasema, lakini wale wanaostahili. Sasa hao ni nani? Ni kundi la kabla ya dhiki. Lakini wale watakaohesabiwa kuwa wamestahili kupata ule ulimwengu, sawa, hapo ndipo wanapoenda kwenye kundi la kabla ya dhiki, mbingu ya 3. Halafu kuna koma na, ambayo ina maana ni sehemu tofauti lakini ya ziada, ufufuo wa wafu. Kwa hiyo kuna kundi ambalo limehesabiwa kuwa wamestahili ule ulimwengu, ambayo ni mbingu ya 3 kabla ya dhiki, na kuna kundi lingine ambalo litakuwa sehemu ya ufufuo wa wafu. Unaona, hili linaonekana tu kwenye toleo la Luka, sio kwenye Marko wala Mathayo. Unaona, wao ni watoto wa Mungu kwa kuwa ni watoto wa ufufuo. Hiyo pia haionekani kwenye Marko wala Mathayo. Imeunganishwa tu na kabla ya dhiki na mabaki kutoka miongoni mwao ambao watamtumikia Bwana. Na vipi kuhusu huu ufufuo wa wafu? Sasa angalia inavyolimiana. Uliiona huko Smirna, sivyo? Uliiona kwamba watakuwa nini? Inasema kwamba baadhi yao watakufa na baadhi yao watawekwa gerezani, lakini thawabu yao watakayopokea ni ipi? Inasema kwamba hawataumizwa na mauti ya pili. Hawataumizwa na mauti ya pili. Basi twende kwenye Ufunuo 20 tuone wako wapi. Tazama hii. Unao wale ambao ni mashahidi wa Bwana, ambao umesoma kuwahusu kwenye Luka sura ya 24. Waliweka maisha yao rehani, wamekatwa vichwa kwa ajili ya Kristo, hawakuchukua chapa yake wala hawakuwa sanamu na kadhalika. Na nini kinatokea? Inasema nao wakaishi na kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000, lakini wale waliokufa wengine hawakuishi tena mpaka ile miaka 1000 ilipokwisha. Hii ndiyo ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu yeye anayeshiriki katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina mamlaka, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Unaona, wao wanashiriki katika ufufuo wa kwanza. Kwa hao mauti ya pili haina mamlaka. Hii ndiyo ile kundi la mabaki ya Luka kutoka kwa bibi harusi. Sasa angalia hii. Katika hadithi ya Lea na Raheli, sawa, pengine nitafanya mafundisho mengine kwa undani zaidi nikielezea sehemu za hii pia. Kwa hiyo katika hadithi ya Mwanzo 29, Yakobo anafanya kazi akitarajia kumpata Raheli, na anafanya kazi miaka 7. Lakini mwisho wa ile miaka 7 hampati Raheli. Mwisho wa siku anampata Lea, na bila shaka anakasirika sana kwa hilo. Lakini tunagundua nini kutoka kwa Labani, mkwe wake? Tunagundua kwamba haruhusiwi kumpa Rachel mdogo, sawa, au yule mtu mpya, unajua, Rachel mdogo kabla ya mzaliwa wa kwanza ambaye ni mkubwa. Kwa hiyo ni kama mpya akiwa mdogo na wa zamani akiwa mzaliwa wa kwanza, sawa? Siwezi kukupa yule mpya au mdogo kabla ya yule mkubwa au mzaliwa wa kwanza. Sasa watu wengi hawajui hili, lakini kuna aina 2 za ngano zinazolimwa, sawa, na zinazolimwa hivi nchini Israeli. Zinaitwa ngano ya msimu wa baridi na ngano ya msimu wa kuchipua.
Na ngano ya msimu wa baridi hupandwa mwishoni mwa vuli, inamea kidogo, inashika mizizi, halafu inasimama kukua wakati wa baridi. Halafu mwanzoni kabisa mwa msimu wa kuchipua inaendelea kukua na huvunwa mwishoni mwa msimu wa kuchipua au mwanzoni mwa kiangazi. Sawa? Hii ndiyo sikukuu ya majua. Hii ndiyo ile uhusiano wa kabla ya dhiki kwa wale wanaoenda kabla ya dhiki. Sawa? Hicho kikundi cha Lia, kwamba utakuja kuona kwamba ngano ya msimu wa baridi ndiyo ya zamani kabla ya ngano ya msimu wa kuchipua ambayo ni mdogo. Na angalia kinachotokea. Ngano ya msimu wa kuchipua hupandwa wakati wa kuchipua na hukua katika miezi yote ya joto ya kiangazi, kisha huvunwa mwishoni mwa kiangazi au mwanzoni mwa vuli. Tazama hii. Unajua, Wayahudi wanaita tofauti kati ya ngano ya msimu wa kuchipua na ngano ya msimu wa baridi nini? Wanaita yoshon, ambayo inamaanisha ya zamani, na kadosh, ambayo inamaanisha mpya. Hii ya zamani ndiyo mzaliwa wa kwanza kama Lia. Kadosh ni mpya, yaani wa pili kuzaliwa, ambaye ni Raheli. Siwezi kukupa mpya mdogo kabla ya mkubwa. Na unajua nini? Ndivyo hasa inavyofanyika kwenye mavuno ya Kiyahudi. Jinsi inavyofanya kazi na nafaka ya zamani, wanaweza kula kwa sababu ilipandwa kabla ya Pasaka na ilishika mizizi kabla ya Pasaka kwa sababu ilikuwa mwishoni mwa vuli mwaka uliopita. Kwa hiyo inapokuwa tayari kuvunwa na inavunwa mwishoni mwa masika, mwanzoni mwa kiangazi, wanaweza kuanza kula mara moja. Lakini kwa kadosha, nafaka mpya haipandwi hadi baada ya Pasaka au karibu na wakati wa Pasaka, na kwa hivyo haishiki mizizi hadi baada ya Pasaka. Kwa hiyo hawaruhusiwi kula hata kama inavunwa mwishoni mwa kiangazi, mwanzoni mwa vuli. Inavunwa wakati huo, lakini hawaruhusiwi kula hadi Pasaka ya mwaka unaofuata. Hiyo ndiyo picha ya kinabii ya Lea. Kwa hiyo una nini katika sikukuu tatu za Bwana? Una sikukuu ya majuma ambayo imeunganishwa na unyakuo kabla ya dhiki, yaani Lea na si Raheli, halafu na miaka 6-7 ya mihuri, kama vile siku 7 za mikate isiyotiwa chachu. Na kwa nini kipindi cha katikati ya dhiki kimeunganishwa na mikate isiyotiwa chachu na siku ya 7 ambayo ni mkutano mkuu, kama vile mwaka wa 7 wa mihuri? Ni kwa sababu hiyo ndiyo aina ya Raheli. Ni ngano mpya sasa, ambayo sasa inaweza kuliwa na kuchukuliwa wakati wa Pasaka. Lakini sasa angalia hili. Unajua kwamba ngano ya msimu wa baridi ya Lea ni zaidi ya zao la biashara tu. Unaona, neno au istilahi ya zao la biashara hapa, hili zao la biashara ni kama kile ambacho Kristo alilipa. Ni bei ambayo Kristo alilipa msalabani. Ni vitu ambavyo vinalipiwa na kununuliwa kupitia mavuno, na kwamba mashamba wanayofanyia kazi na wanauza kwa faida na kadhalika. Lakini unajua nini kingine kinatoka kwenye ngano ya msimu wa baridi, kama vile kabla ya dhiki na kikundi kidogo cha wafanyakazi? Kuna nyingine inaitwa zao funika, na hili zao funika hutumika kukatwa ili kutoa virutubisho na nguvu kwa mavuno yanayofuata. Si ajabu hiyo? Inaitwa zao funika. Na sikiliza hii ninapomalizia. Mazao funika ni mimea inayopandwa kufunika udongo badala ya kuvunwa. Zinalenga kudhibiti mmomonyoko wa udongo na kadhalika. Mazao funika yanaongeza shughuli za vijidudu kwenye udongo ili kuufanya uwe na virutubisho zaidi. Mazao funika hupunguza uchafuzi wa maji na hatari zake. Mazao funika, sikiliza hii, yanaweza kuwa mazao ya msimu wa ziada yanayopandwa baada ya kuvuna zao kuu la biashara. Kwa hiyo zao la biashara linaondoka mapema, alafu unabaki na zao funika. Sasa sikiliza hii. Mazao funika ni kama mazao ya uuguzi, kwa sababu yanaongeza uwezekano wa kuishi kwa zao kuu linalovunwa, na mara nyingi hupandwa wakati wa baridi, kama vile Lia. Wao ni sehemu ya mabaki wanaohifadhiwa ili kumtumikia Bwana, kuweka shingo zao hatarini na kulipa gharama ili kuleta mavuno yajayo. Ninaomba hii kubaliki. Kwa sasa, kwa heri.